Kwa hiyo ndugu wananchi na viongozi, niseme kwamba tumekabiliwa na suala la kuinusuru Zanzibar, na ndicho kilichotuleta hapa sote. Tusirudi nyuma, tusivunjwe moyo na maneno ya barabarani ya watu kwamba nimeambiwa kwamba majimbo fulani yatachukuliwa. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna kwamba ukipiga kura yako itajulikana. Tuwaambie watoto wetu ambao ni wafanyakazi wa serikali, kura zetu ni siri, zitabaki kuwa siri. Tufanye uamuzi sahihi wa kumchagua Mheshimiwa Othman Masoud Othman na wabunge wetu na wawakilishi wa chama cha ACT Wazalendo pamoja na madiwani, ili tuweze kuongoza serikali yetu, tuinusuru Zanzibar tunakoelekea 2030. Yapo mambo katika kipindi ambacho nilikaa katika uwakilishi kwa muda mdogo wa mwaka mmoja na miezi saba niliyoyafanya na niliyoyaahidi, na yapo mambo ambayo hivi sasa tunaendelea nayo na tutaendelea nayo. Moja ya jambo kubwa ambalo tuliahidi kipindi tunaingia au kipindi nilipokuja kuomba ridhaa zenu, kipindi hicho cha mwaka 2023, ilikuwa ni kuanzisha kitu kinachoitwa mfuko wa dharura. Ndugu zangu wananchi, niwaambie kwamba mfuko ule wa dharura tuliuanzisha katika kipindi kile na ulifanya kazi kubwa. Moja ya jambo kubwa lililofanya ni kuwasaidia akina mama katika suala la kujifungua. Ni moja ya jambo ambalo liliwapunguzia mashaka, liliwapunguzia shida akina mama wetu, kwa sababu tulianzisha kitu ambacho kinaitwa ni programu ya kupeleka wagonjwa hospitali kupitia mfuko ule. Na alhamdulillah, mpaka namaliza juzi awamu yangu hii ya kwanza ambayo niliingia baraza la wawakilishi, kwa mwaka mmoja na miezi saba nilihudumia zaidi ya wajawazito 700. Niwaahidi kwamba jambo hili tunaenda kuliboresha zaidi, na mara hii tunaenda kuliboresha kwa kutafuta gari maalum la wagonjwa ili liweze kuwasaidia mama zetu, liweze kuwasaidia wazee wetu na vijana wetu katika kutoa huduma. Na kwa sababu moja tu, kwa sababu serikali ambayo ilitakiwa kutoa huduma hizi imeshindwa kutoa huduma hizi. Kwa hiyo sisi vijana wenu, sisi wagombea wenu wa ACT Wazalendo tutaenda kuyafanya hayo. Ilani yetu ya uchaguzi ya mwaka 2025 imesheheni matumaini ya Wazanzibari, ambayo kwamba ni kuipatia mamlaka kamili, na mamlaka kamili haya yameporwa kupitia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na cha kusikitisha kilicho kikubwa, ibara ya 98 ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema kwamba sheria zote zinazohusu mambo ya muungano zitapitishwa katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kwa masikitiko zaidi, sheria hiyo inaendelea kusema kwamba sheria hiyo itapitishwa kwa wingi wa kura wa wabunge ambao kuwa ndio wajumbe wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nini mantiki yangu? Mantiki yangu ni kwamba kama tunahitaji mamlaka kamili ya Zanzibar, ni lazima tuchague mbunge kupitia ACT Wazalendo ili akapige kura ya hapana katika sheria zote kandamizi za Zanzibar. Sasa sisi mgombea wetu anaonekana hapo kavaa tai nyekundu, chini yake kuna alama ya ACT Wazalendo. Kwa hiyo alama yetu ya kwenda kupiga kura ni hiyo tiki ambayo imewekwa. Sawa? Na tunataka nikuhakikishieni kwamba tutakuleteni hizi kura za mfano ambazo hazijapigwa, ili kila mtu ajifundishe jinsi ya kwenda kuweka hiyo vyema, ili kuondoa usumbufu wa mtu kwenda pale akasema anataka kupigiwa. Sawa? Tumekubaliana? Mmemuona kapendeza kuliko wote, au sio? Sasa huyo ndio mgombea wetu wa urais, ndugu Othman Masoud Othman. Ukiangalia mtu wa kwanza, na huna haja ya kuangalia mtu wa kwanza, wewe ukifika udada unamwekea mkono, maana kaikuwa na kibinti kidogo, au sio?
Tumefahamiana? Kuna swali hapa? Kuna swali? Uthmani twamjua, maneno kisandukuni.